Ndugu wajumbe wa kamati za siasa, kata na matawi, hapa tulipo ni eneo la, hapa ni njia panda, eneo la mtaa wa Ruiko Kanisani na Ruiko C. Tunaunganishwa na daraja hili kwenda kata ya Mwenge Mshindo, sehemu ambapo tuna sekondari yetu ya kata na watoto wetu wengi wanasoma huko. Kwa ufupi, daraja hili lilianza kupata shida masika ya mwaka jana. Mwishoni miezi ya 3 lilianza kwa kutitia na lilikuwa linaendelea kutoa huduma kwa tabu ya watu kuvuka kwa miguu, lakini pia na vijana wetu wa boda walikuwa wanavuka. Ilipofika mwezi wa 12 mwaka huu, mvua za kwanza, daraja lilishuka kabisa. Hapo jitihada ikabidi zianze kufanyika, moja ikiwa ni pamoja na kufanya mawasiliano na mamlaka za mtandao wa barabara, TARURA, lakini pia na mamlaka za juu zaidi kwa ajili ya kuona namna ya kuweza kuokoa hili janga hapa. Kwa upande wetu, mimi diwani wenu na wenye viti wangu wa mitaa tuliona kwa dharura tutengeneze kivuko kile pale, tunaona kile cha miti pale. Tulipata nguzo za umeme tukaweka pale, tukaweka mabanzi. Kwa hiyo watoto wameendelea kusoma wakiwa salama kupita kwenye kivuko kile. Kwa sasa hivi tuko hapa kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Amiri Jeshi Mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan. Amesikia kilio chetu kwa wakati na kwa haraka. Ameweza kutupatia fedha na tayari TARURA makao makuu wametangaza kutafuta mzabuni. Mzabuni amepatikana na kazi ameanza. Kama tunavyoona, daraja hili linaenda kujengwa kwa thamani ya shilingi milioni 160 na linaenda kujengwa daraja la kudumu. Nani kama Mama Samia? Tumpigie makofi Mheshimiwa Rais tafadhali. Linaenda kujengwa kujibu kero za wananchi wa kata Mwenge Mshindo, wananchi wa kata ya Ruiko na wananchi wengine. Daraja hili limekuwa daraja muhimu sana kwa sababu sisi wananchi wa kata ya Ruiko kwa 70% chakula tunapata upande wa pili, ndiko ambako kumekuwa na mashamba yetu. Kwa hiyo linatumika kiuchumi sana kwa ajili ya kusafirisha mazao, lakini pia shule hii ya sekondari Luawasi ambao kiinuka tu kwenye miti ile ndio inapatikana. 75% ya watoto wanatoka kata ya Ruiko. Kwa hivyo wanategemea sana daraja hili kuvuka kwenda kwa ajili ya shughuli za kimasomo. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa hilo, lakini tunamshukuru Mheshimiwa Rais pia kwenye kata yetu ameyafanya mengi. Na sisi kama wana CCM ni wajibu wetu kuyasema. Hili ni daraja tu milioni 160. Lakini ametuletea fedha milioni 77. Tunayo shule mpya ya msingi Mapinduzi kwenye mtaa huu wa Ruiko C. Shule ambayo ina wanafunzi takribani 560 ambao walikuwa wanatembea umbali mrefu. Sasa hivi wameshasitishiwa umbali mrefu, wanapata elimu karibu na maeneo yao. Lakini kana kwamba haitoshi, Mheshimiwa Samia ametambua umuhimu wa uwepo wa ofisi za mitaa. Kwenye mtaa wa Ruiko Kanisani tayari tuna jengo la ofisi ya mtaa ambalo lipo kwenye hatua ukamilishaji. Mzabuni wa kusupply vifaa vya ukamilishaji amepatikana, jengo limepauliwa, tunaenda kulikamilisha ili ofisi zetu ziendane. Hawa ni wenye vitu ya mitaa wanatokana na Chama cha Mapinduzi. Sasa ofisi zao ziendane na Chama cha Mapinduzi. Lakini tunaendelea kumshukuru, kwenye kata yetu kulikuwa kuna changamoto moja ya kituo cha kupandia na kushukia abiria kwa maana stendi, tumezoea kuita stendi. Tunacho kituo hicho pale mbele. Kituo hiki kimekuwa na changamoto. Ametupatia fedha milioni 40 kwa ajili ya upanuzi wa kile kituo, na ninachoenda kufanya sasa ni kujenga ofisi mpya ya kata, ili ofisi ile ya zamani pamoja na uchakavu wake tuweze kuiondoa, kuongeza mandhari ya ile stendi, na ile stendi sasa isiweze kuondoka, ibaki kwenye kata yetu ya Ruiko. Kwanza ni muhimu kwa uchumi wa wanaruiko, lakini pili imekaa sehemu ya katikati, inaunganisha kata takriban 4. Watu wa Lisaboni ni rahisi kuja kupanda gari stendi ya Ruiko.
Watu wa kata ya Subira hapa ni rahisi zaidi. Watu wa Lilambo ni rahisi kufika hapa. Watu wa kata Mwenge Mshindo usafiri rahisi ni kupandia Ruwiko. Kwa hiyo tunaenda kuimarisha ile stendi ili isiondoke, isihame, iendelee kutoa huduma kwa watu wetu. Hilo tunamshukuru sana. Lakini tuna milioni zaidi ya 420 zimekamilisha ujenzi wa kituo cha afya, na kituo cha afya kinatumika, watu wanatibiwa, wazee wetu wanatibiwa, na kwa nafasi ni waombeni nyinyi wana CCM. Bima ya afya iliyoboreshwa ni muhimu sana, hasa kwa watu wenye kituo cha afya. Manake mtatibiwa kwenye kata yenu, na utatibiwa hata usipokuwa na hela, ili mradi tu tayari ulikata bima yako ya afya. Na bima hii kwa sasa imeboreshwa sana. Ukosi dawa, ukosi matibabu, tofauti na ile mwanzo wakati inaanza. Kwa hiyo nitoe wito pia kwenu kuweza kujiunga na bima hiyo. Ni mapenzi mema ya Mama Samia kwa ajili ya kutaka kuhakikisha wananchi wake wote wanakuwa salama, wanakuwa na afya njema. Ametupa milioni 69, tumekarabati shule ya msingi Huduma, tumejenga madarasa 5 mapya, tumejenga vyoo vya kisasa matundu 19, vyoo ambavyo mtoto anavuta kamba, ana flashi, anaondoka zake, na watoto wanaendelea kupata huduma bora ya upande wa chooni, lakini pia na madarasani, na utoro umepungua kwa sababu watoto wengine walikuwa wanatoroka shuleni kwa sababu miundombinu mibovu ya vyoo tu. Akijisikia haja anaangalia, akiwaza anaona atoroke aende nyumbani. Sasa hivi hata utoro umepungua mashuleni kwetu. Kwa hiyo ndugu zangu, ni waombeni kwa nafasi hii, sisi kama wana CCM tuwe walimu kwa wenzetu wengine wote, tukawafundishe. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, tujitokeze tukapige kura. Kata ya Ruwiko, kata ya Mwenge Mshindo, Lilambo, Subira, kwa miundombinu ambayo mama ametuletea tuna deni. Kata zingine zote hakuna sehemu ambapo mama hajagusa. Kwa mfano kwenye manispaa yetu tuna hospitali ya wilaya, ipo shule ya Tanga. Kwenye manispaa yetu tuna hospitali ya rufaa, ipo Mwenge Mshindo. Daraja hili linaenda kuunganisha watu kwa ajili ya kwenda kupata huduma kwenye hospitali ya rufaa Mwenge Mshindo. Zote hizi ni kazi za mama, zote hizi ni kazi za serikali ya awamu ya 6. Kwa hiyo tuna deni la kumlipa Mama Samia, na sio jingine, ni kwenda kumpitisha kwa kishindo, kupiga kura nyingi za uraisi, za ubunge, za udiwani. Na mbaya zaidi, kaka yetu, baba yetu, mjomba yetu, shemeji yetu, Daktari Balozi Emmanuel Nchimbi, na yeye ameonwa na Mama Samia amsaidie kwenye nafasi ya urais. Kwa ataenda kuwa mheshimiwa rais msaidizi, kwa maana makamu wa rais. Kwa hiyo tunayo kila sababu ya kutoka mashambani kwenda kupiga kura, kuhakikisha kura hizi za Samia zinamfikia na nyingine zinamwagikia kwa Emmanuel Nchimbi. CCM oye! Huo ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Nitoe rai na wito, kila mwana CCM, semeeni kazi hizi. Kazi hizi haziwezi kujisemea zenyewe. Semeeni nyinyi. Mtu akibeza, mchukue, mpandishe bodaboda, njoo muonyeshe, mwambie diwani, nimempeleka mtu kuona daraja, sikuwa na hela ya bodaboda, mimi ndalipa. CCM oye! Jambo la kwanza, ninapenda kushukuru sana serikali yetu pamoja na Chama cha Mapinduzi kwa kazi ambazo zinafanywa. Tumeona kazi nyingi ambazo zinafanyika kwenye kata yetu. Tumepata mradi wa uwanja wa ndege, airport, tumepata sekondari, pia tumepata zahanati, lakini sasa hivi tunajengewa daraja nzuri la kisasa. Tunashukuru sana. Tunaomba salamu zetu zimfikie Mama Samia huko aliko, aendelee kutuletea na miradi na mingine tena. Mama Samia tunasema kwamba mitano tena. Kwanza nashukuru sana kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uongozi wa rais wetu Samia Suluhu Hassan, kwamba kama serikali ya ujumla kata ya Ruwiko, wenye vitu wa mitaa wote kata ya Ruwiko, tunampa mitano tena. Tunampa tena mitano kutokana na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi anavyoifanya ndani ya taifa la Tanzania. Leo hii kama walivyosema wajumbe waliopita kwamba mradi huu ulikuwa ni kero sana ndani ya kata ya Ruwiko, lakini leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mama yetu mpendwa mzazi ameona kata ya Ruwiko tunaanza kivuko hiki. Leo ametolea shilingi milioni 160 ndani ya kata yetu, na leo hii ni fursa kubwa sana ndani ya kata yetu ya Ruwiko. Wananchi mbalimbali kama alivyosema mheshimiwa diwani, ni barabara muhimu sana ambayo miundombinu ya aina mbalimbali, yani mazao, wanafunzi,
kivuko ambacho wanafunzi walikuwa wanapata adha kubwa sana. Kwa hiyo mimi namshukuru sana Mheshimiwa Rais, namshukuru mbunge, namshukuru daktari, namshukuru Mheshimiwa diwani bingwa Ng'aundi, amefanya kazi kubwa sana.